alipigwa risasi akavunjwa miguu yote miwili, na lakini tuliposhuka tu kwenda pale polisi chuo kikuu cha Dar es Salaam, niliposhuka tu nilipokelewa na magongo na kupigwa sana, nilipigwa bila kuulizwa chochote, nikaacha hela zangu nikaacha. Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu sasa hivi yupo taabani. Makundi ya kutetea haki za binadamu yametengeneza ripoti kamili kuhusiana na matukio ambayo yalitokea kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 kule nchini Tanzania, ambapo kuna fujo, ghasia na maandamano makubwa ambayo yaliweza kushuhudiwa. Na ni kwenye hayo maandamano watazamaji wangu, serikali ya Mama Samia Suluhu, maofisa wa polisi wa Mama Samia Suluhu walitumia nguvu zaidi, wakafanya vitendo vya unyama, wakawaua wananchi, na inakadiriwa ya kwamba sasa watazamaji wangu kuna maelfu ya Watanzania ama waandamanaji kutoka kule nchini Tanzania ambao walipoteza maisha katika zile siku chache ambapo kulishuhudiwa fujo, ghasia na maandamano kule nchini Tanzania. Kuanzia tarehe 29 mwezi wa 10 mpaka tarehe 31 kuna maandamano makubwa ambayo yalikuwa yanaendelea kule nchini Tanzania kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu na pia kupinga uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2025. Na katika hizo siku tatu watazamaji wangu ambapo wananchi walikuwa wanafanya maandamano yao ya amani, nchi ya Tanzania ilikuwa imezima mitandao ya kijamii, kumaanisha kwamba ukatili na mauaji ambayo yalikuwa yanafanywa na maofisa wa polisi yalikuwa yanafanywa kwa njia ambazo hakuna mtu yoyote ambaye angeweza kujua, kwa sababu hakuna vile ambavyo ungeweza hata kutuma video ama picha nje ya nchi ya Tanzania kwa sababu mitandao ilikuwa haifanyi kazi. Lakini licha na nchi ya Tanzania kujaribu vile ambavyo inaweza ili kuficha ukweli, kuficha ushahidi kuhusiana na unyama na mauaji ambayo ilifanywa wananchi kule nchini Tanzania, hatimaye ukweli umekuja kujulikana. Mama Samia Suluhu sasa hivi anajulikana ulimwengu mzima, dunia mzima imekuja kujionea na inajua vyema vile ambavyo watu waliuawa kule nchini Tanzania. Na sasa Mama Samia Suluhu hana bahati, kwa sababu sasa kuna makundi ya kutetea haki za binadamu ambayo yametengeneza ripoti na wakaipeleka kule kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Na sasa ni ICC ianze mikakati vile ambavyo nayo itaanza kufanya uchunguzi wake tofauti kuhusiana na hayo mauaji ambayo yalifanyika kule nchini Tanzania na ukiukaji wa haki za kibinadamu ambao ulifanyika kule nchini Tanzania wakati Mama Suluhu alikuwa anajaribu kuulinda utawala wake. Alikuwa anatumia udikteta ili kuhakikisha kwamba katika uchaguzi wa mwaka 2025 ataibuka yeye tu mshindi, na kwa kweli aliibuka mshindi, lakini ni ushindi ambao wa Tanzania walishuhudia umwagikaji wa damu, watu wakaiaga dunia, wengine wakaumizwa, na ni kilio na huzuni kwa familia sasa hivi watazamaji wangu ambazo zinaendelea kuwapumzisha wapendwa wao, wengine hawajulikani mahali ambapo walipo. Na hivi majuzi watazamaji wangu kuna ripoti ambayo iliweza kumexpose Mama Samia Suluhu na vitendo ambavyo vilifanyika kule nchini Tanzania. CNN watazamaji wangu ilileta ripoti ambayo ilikuja kushangaza dunia mzima, vile ambavyo maofisa wa polisi kutoka kule nchini Tanzania walikuwa wanapiga waandamanaji risasi, wengine wanaanguka, wengine wanapigwa, wanadhulumiwa, wanateswa. Watu Swahili wanasema kwamba watazamaji wangu hakuna refu lisilo na mwisho, na hakuna lolote ambalo linaweza kufanyika gizani likose kuja kujulikana. Sasa ili swala la mauaji ya Tanzania watazamaji wangu, ulimwengu mzima sasa hivi uko na ripoti na dunia mzima iko na picha kamili ni nini ambacho kilitokea pale nchini Tanzania. Sasa hivi mataifa makubwa yako na maoni kuhusiana na haya mauaji ambayo yalitokea kule nchini Tanzania, na wanataka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC ianzishe uchunguzi na kuwachukulia hatua za kisheria ambazo hatua za kisheria kwa wale ambao huenda walihusika kwenye moja ama nyingine kwenye huo ukatili na mauaji ambayo ilifanyika kule nchini Tanzania. Kabla sijaendelea zaidi mtazamaji wangu, ningependa kukuomba uweze kulike video na pia uweze kusubscribe kwa BM Daily Politics, ndipo sasa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka.
Na mtazamaji wangu, mpaka sasa hivi natumai pia wewe umekuwa ukipata picha kamili kuhusiana na matukio dhulma na manyanyaso ambayo yalitokea kule nchini Tanzania wakati vijana wa Gen Z walijitokeza kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu, wakitaka kubadilishwa kwa katiba, wakitaka uchaguzi uweze kufanyika kwa njia ambayo ni ya kidemokrasia, na walikuwa wanapinga pia serikali ya udikteta, kwa sababu hakuna vile ambavyo Mama Samia Suluhu anaweza kujifanya yeye akuwe ndio mgombania wa kiti cha urais peke yake. Sasa watazamaji wangu, baada ya hayo matukio sasa wakati umefika wa kupata haki. Wale wote ambao waliathirika, wakapoteza wapendwa wao, wengine wakaumizwa, wengine hata wako gerezani, mpaka viongozi wa upinzani, sasa wakati ndio huu, na macho yote sasa hivi yanaelekea kule ICC, kwa sababu ni kitu tayari dunia mzima imeweza kujionea mauaji ambayo yalifanyika. Watu walipigwa risasi, inasemekana hata kuna makaburi, watu walianza kuzikwa kwa pamoja. Hizo ndio habari ambazo tulikuwa tunazipata kutoka kwa CNN, watazamaji wangu, kuhusiana na unyama na ukatili, mauaji ambayo yalifanyika kule nchini Tanzania, mauaji ambayo yalisababishwa na serikali ya Mama Samia Suluhu. Watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe kutoka kwa mmoja ya wale ambao walinusurika ama ambao walishuhudia matukio ambayo yalikuwa yanafanyika kwenye maandamano ya mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania. Kabla sijakuwekea ujumbe, mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sasa kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozitapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sasa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Lakini nilikuwa maeneo ya Mlimani City nikiwa nimetulia kwenye akili yangu nikisema kwamba mpaka saa 7 saa 8 naweza kurudi nyumbani ili nifuate agizo la serikali. Lakini mnamo saa 7 niliokuwa naye jirani, alikuwa ni dada mmoja ametokea Bagamoyo, alipigwa risasi akavunjwa miguu yote miwili, na akatokea bwana mmoja alikuwa na gari akisema tumpeleke maeneo ya hospitali pale Chuo Kikuu. Nilipofika pale Chuo Kikuu alikuwa amefanywa dressing, yule dada akaandikiwa kupelekwa Muhimbili. Lakini nikiwa kwenye gari ambulance tukapita polisi pale kwa ajili ya kuchukua PF3. Lakini tuliposhuka tu kwenda pale polisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, niliposhuka tu nilipokelewa na magongo na kupigwa sana. Nilipigwa bila kuulizwa chochote, nikaacha hela zangu, nikaacha simu, kaingizwa ndani. Lakini niliokutana nao ndani kwa kweli alikuwa ni mambo ya ajabu sana, kwa sababu watu wengine walifia ndani, wengine walipigwa risasi za viuno, wengine walikuwa wamepigwa risasi za nyonga. Ni vitu vingi sana, lakini nasema nashukuru sana Watanzania kwa kupiga kelele. Singepiga kelele nadhani hii kesi kwetu ilikuwa ni ngumu sana, na tulikuwa tumemwachia Mungu. Lakini tulipokuwa tunaona Watanzania, wazazi wetu, ndugu zetu wanapiga kelele nje na ujumla na dunia kwa ujumla, kwa kweli tulikuwa tunajisikia na Mungu ametutokea. Nanyi pia waandishi wa habari, amkunyamaza, mmesambaza vile Mungu alivyowawezesha. Tunashukuru sana na Mungu awabariki sana kwa kazi yenu njema. Na watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujisikizia huo ujumbe, ni kweli kuna watu ambao walipitia kipindi kigumu kweli kwenye hizo siku 3 ambapo kulikuwa kunashuhudiwa fujo na ghasia kule nchini Tanzania. Wengi walipoteza maisha yao, kuna wengine wapo hospitalini, kuna wengine walipotea. Na unajua cha kustajabisha watazamaji wangu, wakati wa hayo maandamano, kulingana na ripoti ambayo tulipata kutoka kwa CNN, ni kwamba maofisa wa polisi walikuwa wanawapiga wananchi risasi, alafu wanawakataza wale madaktari wasiwapatie ile huduma ya kwanza, na hata wengine walikuwa wanabebwa wakiwa hai wanapelekwa mochari. So unaona watazamaji wangu, ni ripoti ambazo ni za kuhuzunisha, vitendo vya kiunyama ambavyo watu wa Tanzania walikuwa wanafanyia Watanzania wenzao. Hiyo yote kwa sababu ya kulinda utawala mbaya, kulinda utawala wa kidikteta wa Mama Samia Suluhu. Kwa sababu hawa maofisa wamesahau ya kwamba ile dhuluma na mateso ambayo wanawafanyia hawa ndugu zao, huenda tu siku moja hata nao wakajipata kwenye hali kama hiyo, kwa sababu mambo hubadilika. Kama nchi ya Tanzania ilijikomboa kutoka kwa mkoloni, je, itashindwa kweli kujikomboa kutoka kwa mambo leo? Kabla sijatamsha mtazamaji wangu, ningependa kukuomba uweze kunijibu ili swali. Najua ni swali ambalo ni ligumu, lakini nakuomba tu uweze kunijibu hapo kwenye comment section, na kuuliza wewe kwa maoni yako, na kulingana na matukio ambayo yamekuwa tendeka kule nchini Tanzania, ambapo ripoti zinasema ya kwamba watu wengi waliweza kupoteza maisha yako. Unaona ni vyema mahakama ya kimataifa ya ICC iweze kumkamata Mama Samia Suluhu na kumpeleka huko,
ama Mama Samia Suluhu hastahili kufanyiwa jambo lolote baada ya hizo fujo na ghasia ambazo zilitokea kule nchini Tanzania? Niachie maoni yako hapo mtazamaji wangu, na kabla ziramchana kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.